Kwanza ni habari za dunia, msomaji ni Victor Kenani. Mji wa Port Sudan, makao makuu ya serikali inayoongozwa na jeshi la Sudan na kitovu cha misaada ya kibinadamu kwa nchi hiyo, umekumbwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwa siku ya 3 mfululizo. Wanajeshi wa Sudan wanawalaumu waasi wa RSF kwa kuhusika na mashambulizi hayo, japo kundi hilo halijakiri kuhusika. Maelfu ya watu wameuawa katika miaka miwili ya vita vikali kati ya jeshi na RSF na zaidi ya milioni 12 wamekimbia makazi yao. Mashambulizi hayo yametatiza usafiri katika eneo hilo. Ndege hizo zisizo na rubani zinaripotiwa kulenga kituo cha umeme na hoteli. Hadi siku 3 zilizopita, mji wa Port Sudan ulikuwa kimbilio la maelfu ya Wasudan waliotoroka makazi yao. Wabunge wa Ujerumani wamemchagua Friedrich Merz kuwa kansela wa 10 wa taifa hilo katika duru ya pili ya kura bungeni baada ya kushindwa katika duru ya kwanza ya kura mapema leo, hatua ambayo haikutarajiwa. Katika duru ya pili, Merz ambaye ana umri wa miaka 69 amepata kura 325 dhidi ya 289 zilizompinga bungeni katika kura ya siri iliyopigwa muda mfupi uliopita bungeni. Anachukua wadhifa huo kutoka kwa Olaf Scholz ambaye aliitisha kura ya mapema mwezi Februari mwaka huu. Rais Frank-Walter Steinmeier alitarajiwa kumteua bwana Merz na baraza lake la mawaziri baadaye leo. Muungano wa vyama viwili vya kihafidhina vya CDU-CSU unaongozwa na Merz ulishinda uchaguzi mkuu wa mwezi Februari, lakini ulishindwa kupata wingi wa viti kuunda moja kwa moja serikali na hivyo kukabiliana na chama cha SPD kuunda serikali ya mseto. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Merz, nehmen Sie die Wahl an? Frau Präsidentin, ich bedanke mich für das Vertrauen und ich nehme die Wahl an. Shirika la Umoja wa Mataifa la kutoa misaada ya kibinadamu OCHA limelaani mpango wa Israel wa kuruhusu misaada kuelekea kusini mwa Gaza kupitia vituo vinavyodhibitiwa na jeshi. Katika kikao na wanahabari mjini Geneva, msemaji wake Jens Lek alisema msaada haupaswi kutumiwa kwa chochote zaidi ya kuwasaidia watu wanaohitaji msaada. It appears to be a deliberate attempt to weaponize the enemy. Inaonekana kuwa ni jaribio la makusudi la kutumia misaada kama silaha. Tumeonya dhidi ya hilo kwa muda mrefu sana, kwamba misaada inapaswa kutolewa kwa kuzingatia mahitaji ya kibinadamu kwa yeyote anayehitaji, ikilenga wale wanaohitaji zaidi kwanza, na isitumike kwa njia yoyote kama mbinu ya kuwahamisha watu mahali popote au kuwahamisha watu kufanya jambo fulani. Ni ya kushughulikia mahitaji yao ya kimsingi ya kuokoa maisha. It is to cover their basic life-saving needs. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jeshi la Israel IDF limethibitisha kuwa shambulizi la angani la Israel limepiga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa katika mji mkuu wa Yemen. Mapema hii leo IDF iliomba watu kuhama uwanja huo wa ndege, ikionya kwamba kushindwa kuhama na kukaa mbali na eneo hilo kunawaweka watu hatarini. Mashambulizi hayo yalifuatia kombora la kundi la Houthi la Yemen lililotua karibu na uwanja wa ndege wa Israel siku ya Jumapili. Israel imeanzisha mashambulizi kadhaa dhidi ya kundi hilo linaloungwa mkono na Iran nchini Yemen, ikiwa ni pamoja na kulenga kituo cha kuzalisha umeme na bandari mwezi Januari. Israel vilevile ilifanya mashambulizi kwenye uwanja wa ndege wa Sanaa mwezi Disemba mwaka jana. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amefanya mazungumzo kuhusu hali ya nchi hiyo na ujumbe wa Umoja wa Afrika na mamlaka ya maendeleo ya kikanda IGAD, ofisi ya rais wa Sudan Kusini iliarifu kupitia mtandao wa Facebook. Ofisi ya rais ilisema kuwa ujumbe huo ambao uliongozwa na mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Mohamed Ali Yusuf ulilenga kuhakikisha mchakato wa utekelezaji wa makubaliano ya amani ili kuimarisha amani na usalama wa kikanda na kuendesha utawala wa kidemokrasia nchini. Naibu katibu mtendaji wa IGAD Mohamed Abdi Ware alikuwa sehemu ya wajumbe waliokuwa na lengo la kupata taarifa za moja kwa moja kuhusu hali ya sasa ya mambo nchini humo. Haijabainika iwapo maafisa hao watakutana na makamu wa kwanza wa rais wa Sudan Kusini Riek Machar, ambaye amewekwa katika kizuizi cha nyumbani, lakini ripoti zinasema watafanya hivyo hii leo kabla ya kuondoka nchini humo. Serikali hapo awali iliwanyima wajumbe wa kimataifa kumfikia Machar. Hii ni BBC. Taarifa
ya habari za dunia imesomwa na Victor Kenani. Matangazo haya ya Dira Dunia yanasikika kupitia FM radio wa shirika kama Radio Free Africa, Radio 1 na Classic FM nchini Tanzania, Nyote FM, Gulf Radio na Milele FM nchini Kenya, Radio Lira, Voice of Karamoja na Voice of Busoga nchini Uganda na Radio Muungano Beni huko DRC. Aidha yako moja kwa moja kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Jioni hii uko nami Sarafina Robi na mwenzangu ni Karo Robi. Karibu Karo. Barabara kabisa Sarafina, asante sana. Mji wa Port Sudan, makao makuu ya serikali inaongozwa na jeshi la Sudan na kitovu cha misaada ya kibinadamu kwa nchi hiyo, umekumbwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwa siku 3 mfululizo sasa. Wanajeshi wa Sudan wanawalaumu wanamgambo wa RSF kwa kuhusika na mashambulizi hayo, japo kundi hilo halijakiri moja kwa moja kuhusika nayo. Mwandishi wa BBC Shoaib Ibrahim na maelezo zaidi. Vyombo vya habari nchini Sudan vimeripoti kutokea kwa mlipuko na moto karibu na uwanja mkuu wa ndege katika mji wa bandari wa Port Sudan. Safari za ndege pia zimekatishwa. Hadi sasa bado hakujatolewa taarifa juu ya watu kujeruhiwa kwenye mashambulio hayo. Aidha, duru nchini Sudan zinasema kuwa mashambulio hayo yaliyotekelezwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani yalilenga bandari ya mji huo na miundombinu nyingine. Akizungumza na BBC kutokea mji wa Port Sudan, mwandishi wa habari Christina Karel ameelezea kuwa shambulio hilo lilisababisha uharibifu mkubwa katika mji huo. Which is the most important port in Port Sudan. Bandari hiyo ndio yenye umuhimu mkubwa katika mji wa Port Sudan, na kwa sasa ninaona wingu kubwa la moshi moto ukiteketea katika mji. Kuna mioto mingine katika maeneo mbalimbali ya mji, na hali hii imetokea tangu jana. Vile vile nimesikia kwamba kuna milipuko mingine miwili. Hali ni ya uharibifu. It looks quite apocalyptic. Mashambulio hayo yanajiri siku moja baada ya ghala kuu la nchi hiyo la kuhifadhi mafuta kushambuliwa na kusababisha moto mkubwa katika mji wa mashariki mwa nchi hiyo. Hadi kufikia siku ya Jumapili, eneo hilo lilikuwa likitambuliwa kama eneo salama kwa mamia ya maelfu ya watu waliolazimishwa kuyakimbia makazi yao kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimekuwa vikifukuta kwa miaka miwili sasa. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kushughulikia masuala ya kibinadamu OCHA imelaani mashambulio hayo. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva nchini Uswisi, msemaji wa ofisi hiyo Jens Lack amesema kuwa ni muhimu kuruhusu misaada kuingia nchini Sudan kupitia mji huo wa bandari. Port Sudan Airport is a lifeline for humanitarian operations. Uwanja wa ndege wa mji wa Port Sudan ndio uti wa mgongo katika kuendesha operesheni za kibinadamu. Unatumika kama kituo msingi cha kuingiza misaada, dawa na misaada mingine ya kuokoa maisha nchini Sudan. Kwa hivyo mashambulizi kama haya yanazidi kutatiza usafirishaji wa misaada ya kiutu, changamoto ambayo watu wa misaada tayari wanakabiliwa nayo. Mashambulizi haya ni ukiukwaji wa sheria ya kimataifa ya haki za kibinadamu. Are in violation of international humanitarian law. Afisa mmoja wa uwanja wa ndege katika mji wa Port Sudan ameliambia shirika la habari la AFP kuwa ndege moja isiyo na rubani ililenga eneo la raia wa kawaida katika uwanja huo. Tukio hili linakuja siku 2 baada ya kambi ya kijeshi ya uwanja huo kushambuliwa na ndege zisizo na rubani, mashambulio ambayo jeshi la Sudan lilisema yalifanywa na kundi la wanamgambo wa RSF. Hata hivyo, kundi la RSF halijakiri kutekeleza mashambulio hayo. Safari zote za ndege za kutua na kupaa katika uwanja huo zimesimamishwa. Hapo jana, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema kwamba taarifa juu ya mashambulizi ya kundi la RSF katika mji wa Port Sudan zilikuwa zinaleta wasiwasi juu ya kulinda raia wa kawaida na kufikisha misaada ya kiutu kwa waathirika wa vita hivyo. Takriban misaada yote ya kibinadamu inayoingia nchini Sudan, ambako tayari baa la njaa limetangazwa na karibu watu milioni 25 wanataabika kutokana na baa la njaa, huingia kupitia mji wa bandari wa Port Sudan. Vita vya Sudan vimesababisha maafa ya makumi ya maelfu ya watu, kulazimisha watu wapatao milioni 13 kuyakimbia makazi yao na vile kusababisha baa kubwa zaidi la njaa duniani.
Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC. Na sasa ili kuelewa zaidi kuhusu mzozo huu wa Sudan, nimezungumza na Dr. Edgar Githua ambaye ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa. Anaanza kwa kuelezea zaidi kuhusu shambulizi la hivi karibuni lililoendelea kwa siku 3 mfululizo. Shambulizi hili watu wengi wanasema washukiwa ni RSF ambao wamefanya shambulizi hili, na wanalifanya kwa sababu kitu cha kwanza, Port Sudan ndio imekuwa makao tuseme makuu ya Burhan, jeshi la Sudan. Burhan amekuwa akitoka kule, alafu pia Port Sudan ndio tuseme mlango wa nchi wa kuingia Sudan, kwa sababu pale ndio meli zinachukua mafuta ambayo inauzwa kutoka South Sudan ikipitia kule Sudan, Khartoum, na pia pale ndio msaada wowote ama mambo mengi ambayo yanaingia katika taifa la Sudan. Kwa hivyo RSF katika ushambulizi huu wanajaribu kukata njia ya msaada ama njia ya serikali ya Sudan ya kuweza kujimudu ama kuweza kusimama. Lakini RSF wamepinga madai haya. Sasa kitendawili hiki tunakitegua vipi? Kuna mtu mwingine, kwa maoni yangu, ndio wamepinga haya madai, lakini kwa maoni yangu sioni kama kuna mtu mwingine ambaye ana uwezo ule wa kuweza kushambulia Port Sudan na ambaye akona nia yote ya kupigana na serikali la Burhan isipokuwa RSF wenyewe. Ndio wanakanusha haya madai, lakini vidole vyote na njia zote zikielekezwa zinaoneshana ni kama ni wao ambao wamelifanya hili shambulizi. Hata kama watajificha namna gani, wao ndio watakaonufaika kwa Port Sudan ikiweza, uchumi wa Sudan ukiharibiwa, nguvu ya Burhan ikikatika, wao ndio watakuwa watafaidika. Athari yake au madhara yake yamekuwa ni yapi, ikiwa kwamba kufikia sasa hivi vile tunaona habari kuwa hata umeme umepotea katika eneo hilo? Nguvu za umeme zikienda, ni mahospitali hayatafanya kazi, mawasiliano hayatafanya kazi. Ni njia nyingine ya kuirudisha taifa la Sudan nyuma sana, kwa maana Port Sudan tuseme ndio mdomo kuweza kuingia Sudan, na tena hapo tu ndio jeshi la Burhan linaweza kupata msaada na taifa la Burhan linaweza kupata msaada. Kwa hivyo anayelenga Port Sudan anataka hiyo nchi kabisa ikose msaada, ikose njia ya kuinuka na kuendelea mbele. Vile haya yanajiri siku moja tu baada ya depo ama bohari kuu ya mafuta ya nchi hiyo vile kuweza kushambuliwa. Sasa hili unalielezea vipi? Depo kuu ni ya Sudan, lakini wanaoitumia zaidi ni Sudan Kusini. Mafuta ambayo inachimbwa kule Sudan Kusini inapita kwenye bomba ambayo inaenda kule Port Sudan, inawekwa katika depo hizo kubwa ikingojewa kuuzia wanunuzi ambao labda ni China ama mataifa mengine. Kwa hivyo depo ile kushambuliwa ni njia nyingine ya kukata msaada wa Burhan, kukata msaada wa fedha kwa jeshi la Sudan na serikali ya Sudan. Na kwa bahati mbaya sasa Sudan Kusini pia watakuwa pia wameadhirika, kwa maana ile depo isipoweza kuweka yale mafuta ni kumaanisha hata bomba haitaweza kupitisha mafuta waweze kupata wanunuzi, kwa maana mafuta yao yote inauziwa kule Port Sudan. Haya yanajiri wakati ambapo kumetangazwa kuwepo kwa baa la njaa katika nchi hiyo ya Sudan. Sasa hili linachochea vipi zaidi kwenye mzozo huu? Kama mmoja wa mataifa ambao mashirika ambayo yanataka kuleta vyakula vya msaada, tuseme hata dawa, hawataweza kupata nafasi nzuri ya kuleta huo msaada. Njia ambayo sasa imebakia kuleta msaada katika taifa la Sudan, tuseme waingie kupitia hewa, na hata hivyo sijui wataenda wapi, kwa sababu uwanja mkubwa wa ndege ambao wangeweza kutua upande wa Khartoum, huo RSF waliharibu, vita vimeharibu. Labda sasa njia nyingine ikuwe ni kupitia mataifa, tuseme mataifa mengine kama Libya, na pia haitakuwa rahisi, kwa maana upande ule Dagalo pia ameshika, upande wa RSF wameshika upande huo. Labda waweze kupitia njia nyingine ya tuseme Sudan Kusini, kujaribu kuona kama wataleta misaada ingie katika taifa la Sudan.